malizane na Singida Black Stars na uwanja wao mpya kabisa, uwanja wa Airtel kwa maana ya Airtel Stadium, ambao unakwenda kuzinduliwa siku si nyingi kutokea sasa, na mechi yao ya kirafiki ya kuzindua uwanja huo watakuwa wakicheza dhidi ya majirani zao na washikaji zao wa karibu kabisa, Young Africans. Ndio ambao wanakwenda kuzindua uwanja. Alex Ingereza, uko vizuri Niko vizuri. Watakwenda kuzindua uwanja ule na marafiki zao, maswahiba wao wa karibu sana. Young Africans. Ni Singida na Yanga. Ni marafiki wa karibu kabisa. Hawana shida. Hawana shida. Haileti shida, haileti tabu hiyo. Haileti shida, haileti tabu. Hata mimi naona. Kwa naongea na kiongozi mmoja ananiambia watu tu ndo wana wasiwasi. Ila sisi ni marafiki kama walivyo marafiki wa timu zingine. Lakini pia timu zote zinakaribishwa kwenda kutumia uwanja wa Singida wa Airtel Stadium wakitaka. Timu zote zinaruhusiwa. Sawa. Hii inakwenda kutoa taswira gani kwenye mpira wetu, na pengine inakwenda kubadili jambo gani kwa hawa wakongwe wa Kariakoo ambao bado hawana viwanja mpaka sasa? Kwanza Singida wametoa fundisho kwa Simba na Yanga mpaka hivi sasa. Kukamilisha uwanja wao ukiwa una jina la kampuni fulani ambayo imeshiriki kwenye kujenga uwanja, ni somo tosha ambalo wamelitoa kwa Simba na Yanga kwamba hivi vitu vinawezekana. Mkishakuwa na uongozi mzuri, ni rahisi kutengeneza plani ambayo mnaweza kuwapelekea watu na wakaifanyia kazi. Kwa sababu mpaka leo tunaona Singida wanamiliki uwanja ni kutokana na uimara pia wa uongozi wa Singida, kwamba uongozi uliona kuna haja ya kuwa na uwanja, lakini wakaona kwamba hawana uwezo wa kujenga uwanja peke yao. Walichokifanya ni kukaa chini na kuandaa plani na ya namna ya plani yao, wakaichora kwenye makaratasi, wakawapelekea watu kama proposal. Jamani, tunataka tujenge uwanja, proposal yetu hii hapa, tukikamilisha project yetu uwanja utaitwa jina fulani kama utafanikiwa kutoa kiasi fulani cha pesa. Mwisho siku unaona wamefanikiwa, wamejenga uwanja wao. Ni kitu ambacho vilabu vingi duniani vimekuwa vikifanya hivyo. Leo unaona mfano Arsenal wanatumia uwanja ambao hawakuujenga wao kama club, ulijengwa na kampuni ya Emirates, na ndio maana unaitwa Emirates Stadium. Ni makubaliano kwamba tutajenga uwanja utaitwa Emirates Stadium kwa miaka 10 au miaka 20. Baada ya hapo Arsenal wanarudi kwenye uwanja, wanakurudi kwenye jina lao, au kama wala ataendelea kusimama kama title sponsor wa uwanja, maana yake wanatoa tena pesa nyingine. Kwa hiyo ni kitu ambacho vilabu vingi duniani huwa vinatumia, na tumeona pia kwa Singida, na ndio timu ya kwanza Tanzania kuwa na uwanja ambao una jina la mdhamini. Manake wameona mbali, na hivi vyote vinatengenezwa na ubora wa viongozi ambao wanaiendesha timu. Unajua hakuna timu bora bila kuwa na uongozi bora. Yaani ukishakuwa na uongozi mzuri, rahisi kupata timu nzuri, rahisi kuwa na logistic nzuri, kwa sababu kila kitu mnakiweka kwenye plan na mnasimamia plan yenu na mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo Simba na Yanga wana hiyo nafasi, lakini kwa bahati mbaya inaonekana viongozi wanaingia kwenye hizi timu mbili za Simba na Yanga hawaingii kwa lengo la kuzisaidia hizi timu kufika sehemu fulani, kupokuwa na asset fulani, ila wanaingia kwenye hizi timu kwa lengo la kwenda kubeba mataji. Sasa wakiingia na lengo la kwenda kubeba mataji peke yake, wanatumia nguvu kubwa kutafuta wawekezaji ambao watakuja kwa ajili ya kusajili wachezaji wazuri, kulipa mishahara mizuri ili timu iweze kutoa mataji. Onichi ifika siku wale watu wakiondoka kwenye timu inabaki kuwa maskini kwa sababu haina asset ambayo wanaitegemea kama sehemu ya kuingizia fedha. Unaona ukienda pale Azam Complex wamekuwekea kiwango cha kila mechi. Kwamba mechi kichezwa mchana, kiasi cha pesa ni kiasi fulani, mechi kichezwa usiku, kiasi ni kiasi fulani kile unatakiwa kutoa. Ni timu nyingi za kimataifa pia hata mechi za CAF zinachezwa pale. Unajua kuna mechi nyingi za kimataifa zinachezwa pale, hasa kwenye hatua za awali, sema tu watu hawajuaji. Lakini hizo mechi nyingi zinachezwa pale. Maana uwanja wa Azam Complex ni sehemu ya klabu ya Azam FC ya kuingizia mapato. Maana yake ni chanzo cha mapato cha klabu. Lakini pia klabu inanufaika moja kwa moja na matumizi ya uwanja wake. Lakini Simba na Yanga hawaoni kama hiyo ni fursa ya wao kutumia kuwa na uwanja wao ambao utakuwa ni sehemu ya mapato.